Na mtazamaji wa Jembe FM TZ kutoka sehemu ambayo wewe unaendelea kuifuatilia, nikukaribisha sana kwa ajili ya kwenda kuangaza kile ambacho kimeendelea kuzungumzwa. Mambo ni mengi ambayo yanaendelea kuzungumzwa na hasa tupo kwenye upande wa michezo. Timu 4 za Tanzania ambazo zilitinga kwenye hatua ya makundi zote zimeweza kuondoshwa, na leo tumefika katika eneo la Kirumba hapa jijini Mwanza kwa ajili ya kuzungumza na moja kati ya wadau wa soka wakubwa, moja kati ya viongozi pia ambao waliwahi kutumika ndani ya kikosi cha Young Africans, kufahamu ni wapi ambapo timu hizi zimeshindwa kufanya vyema kwenye michuano, lakini pia wapi ambapo zimeonekana kufanya bora. Leo niko hapa na Omera.com. Bana Omera, mambo vipi kwanza? Mambo yanaendelea vizuri. Karibuni kata ya Kirumba. Kwa majina naitwa Lule Salamba almaarufu Omera.com. Ni mdau wa michezo. Kama kawaida yako, majina, mbona watu wengi sana? Wewe mbona una majina mengi? Mimi najua una majina mengi. Kwani una majina mengi? Kwani watu wanapenda kuwa na majina mengi? Hiyo sasa tunasema AKA au majina ya ziada. Hakuna mtu binadamu anaweza kuwa na jina moja. Unaweza kuwa na majina mawili, matatu ya kifamilia, lakini kuna majina ya utani ya mtaani. Yote ni yako. Ndio. Wewe ni mangapi ambayo unapenda mtu akikuita AKA ya kuitwa? Yaani ni majina mangapi ambayo watu waliwahi kukuita? Kwa kata hii ya Kirumba jina langu maarufu sana ni Omera. Omera.com, lakini mimi naitwa Lule Salamba. Lakini Omera.com hiyo hata ungeuliza mtoto mdogo. Kwa sababu ya ni jina tu, kwa sababu niliamua kujipambanua hivyo. Kwamba mimi ndio Jeruo pekee kwenye jiji la Mwanza hapa ambaye anafahamika sana kwenye mambo ya michezo na ni mdau kwenye sekta ya michezo yote. Ewana, jana mkaoga na mjini hamkwenda? Hilo ni jambo tu, ni kama vile uzae mtoto afariki, uwezo ukasema kwamba sasa ndio mwisho wa kizazi kimeishia hapo. Ndio. Sawa, tuzungumzie kuhusiana na Wise na namna ambavyo ninyi mmeweza kushiriki kwenye michuano hii. Mmekuepo, tumeona mabadiliko yamekuepo. Performance ni sahihi kwa kila ambacho tumekiona kwamba performance Yanga ilikuwa haistahili kila ambacho walitakiwa kwenda hatua ya robo finali. Ni kwamba tuseme ukweli kwamba msimu hatukuanza vizuri kwenye mashindano haya, kwa sababu cha kwanza ukanda wetu wa Afrika Mashariki au usajili ambao tunafanya vilabu vyetu vya Tanzania huwa tunasajili kupitia YouTube. Hatusajili wachezaji kwa kuwafuata official. Na hiyo ndio tunatugharimu, kwa sababu naona usajili uliopita Yanga wachezaji wote tuliosajili dirisha kubwa uliopita tumebaki na Kouma tu peke yake. Hivi ni kweli kwamba wachezaji waliokuepo Young Africans hawana uwezo wa kuweza kuifikisha hatua ya robo finali, au kuna sehemu tu mlichengwa? Tulijichanganya mechi tuliocheza na National Rally. Ile draw ambayo tulipatia pale Guantanamo Bay Zanzibar ndio tuchanganya hapo. Bila ile maana leo tungekuwa tunaongea mambo mengine. Lakini mashindano haya pia lazima muangalie hata tunaoshindana nao sisi wote tunashiriki. Lazima tuseme ukweli. Vilabu vyote vya Afrika Mashariki vinashiriki klabu bingwa Afrika au kombe la shirikisho. Lakini kuna washindani ambao mchezaji mmoja ananunua mpaka bilioni 8. National Rally na wachezaji ambao mshahara wake mdogo sio chini ya milioni 700 kwa mwezi. Kwa sisi changamoto ni uchumi au changamoto ni namna ya kwanza kutengeneza malengo ya timu? Cha kwanza uchumi. Kila kitu ni uchumi. Kwa sababu Waswahili wanasema ukishindwa kushiba kwenye sinia uwezo ukashinda kwa kulamba vidole. Sawa. Performance ya Young Africans kwa msimu huu imekuwa ni ya namna gani kwa upande wako, kwa kile ambacho umeweza kukiona? Kwa sababu wewe ni moja kati ya watu ambao ni zaidi ya shabiki, unaweza ukasema hivi, unaifahamu Yanga, umekuwa kiongozi ndani ya Yanga. Nini hasa ambacho umekiona kwa Yanga hii na Yanga ya misimu mingine? Hii Yanga bora. Yanga bora. Kushindwa kuendelea ni moja ya matokeo. Ni moja ya matokeo, lakini sio kwamba Yanga ni wabovu. Na ndio maana naona hata mpira wetu wa Tanzania tunafanya mpira kama wa siasa hivi. Kwa sababu baada ya kuangalia watani zetu walipomfunga KMC wakaanza kusema kwamba bado Yanga tunahitaji Yanga. Lakini hata walipofunga ile timu ya Mali kwa inaitwa Stade Malien Stade Malien wakaanza kusema bado Yanga. Lakini angalia Yanga wanavyocheza mpira. Kwanza Yanga wana timu ya pamoja muda mrefu sana. Na nafikiri hata mechi ya Simba na Yanga tarehe 1 mwezi wa 3, Simba washabiki waje na maji mengi sana kwa ajili ya kupunguza pressure. Hiyo mechi Simba sipokaa vizuri anaanza kala 3. Kwa kikosi cha Young Africans unaona kwamba
kwa sasa hivi kwamba kinakuja kuleta shida nyingine kwenye upande wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara na mashindano mengine ya ndani? Yanga ni bingwa. Yaani hata kama ungesema kwamba betting wanaruhusu ubeti kati ya bajaji na nyumba, unaweka nyumba ukiamini kwamba Yanga anachukua ubingwa bila wasiwasi kabisa. Omera, ndio. Wewe umesema kwamba Yanga kwa wachezaji waliokuwepo walikuwa na uwezo wa kufika hatua ya robo finali. Maanake kuna sehemu Young Africans ilijichanganya. Sasa kwenye huu ubingwa una uhakika gani kwamba inaweza ikatoa na ili hadi na kikosi kile kile bora? Uone kama pia wakijichanganya sehemu wanaweza kukosa ubingwa? Ubingwa hatuwezi kukosa na uhakika huo. Na ukitaka kuamini kwanza tushukuru uongozi wetu tuliowapata ni viongozi vijana. Alafu angalia mafanikio ya TP Mazembe. Mazembe mpaka inachukua ule ubingwa mara mbili kabla hawajafanyiwa yana na National Rally. Ni kwamba tena sio National Rally, Simba ndio walikataga rufaa. Kuna mchezaji mmoja alicheza alikuwa na kadi 3. Ikabidi Mazembe wanyang'anywe point. Lakini kwamba Yanga kwa sasa hivi kwa quality ambao wachezaji tulionao pale. Jana uliangalia mpira, unajua Mwarabu kufungwa 3 sio mchezo. Timu za Kiarabu wanatuzidi uchumi kwa kila kitu. Hata ungesema JS Soura, hata ungesema hawa Faraba ukilinganisha na Yanga, kwanza uchumi wao tu mchezaji mmoja analipwa milioni zaidi ya 260 kwa mwezi. Sisi mchezaji tunayemlipa hela nyingi hapa ni Mzize tu milioni 40. Tunatafutana kwa sababu uchumi wako uko wapi? Tulisema kwamba tuna klabu yetu kwamba tuna budget iliyozidi zaidi ya bilioni 80. Lakini kwa sababu kwenye makaratasi timu haina uwanja inapataje bilioni 80? Kwa hiyo tunatengeneza siasa kwa ajili ya washabiki, kwa ajili ya kuzingwana au kutaniana kwenye vijiwe, lakini bado hatujafika. Ila kwa sababu tumepata uwekezaji wa GSM ameamua kuwekeza pale kwamba tujengee uwanja. Yanga ya miaka 5 ijayo itakuwa Yanga tamu zaidi ya hii. Tumeona tulikuwa na timu 4 kwenye hatua ile ya makundi. Timu zote 4 zimeshindwa kwenda hatua ya robo finali. Wewe ukiwa kama mdau na moja kati ya watu ambao umewahi kuishi na timu kwa ukaribu zaidi ukiwa na Young Africans, ni wapi ambapo unafikiri wanatakiwa kujitazama kwa ajili ya afya ya soka la Tanzania? Kwanza tushukuru kuingia group stage timu 4 ni kuonyesha kwamba ligi yetu imepanuka au ligi yetu imekuwa na kiwango bora zaidi. Mashindano yoyote timu zinaanza zaidi ya 70. Timu zinachujwa mpaka inafika 32. 32 zinakuja kwenye 16 bora. 16 bora zinakuja mpaka kwenye 8. 8 zitabaki 4. 4 zitabaki 2. 2 itabaki mo. Kwa hiyo unapokuwa umeteleza unajua umejikua sehemu gani. Makosa yale hatuwezi kuyarudia. Ndio maana unaona wenzetu timu ya Simba walifanya mistake. Lakini sasa ndio wanajenga timu. Simba ya msimu ujao itakuwa ni Simba ambayo inaweza kutafuta ubingwa wa Tanzania bara, sio msimu huu. Hata msimu jana si walikuwa hivyo lakini wakashindwa? Hapana. Walijichanganya tu safari kwa sababu unapocheza finali ya kombe la shirikisho usiache wachezaji, ukiacha wachezaji 3 4. Usiache wachezaji wote. Usiache wachezaji wote. Hata sisi yule Aucho pamoja na majeraha alikuwa anamsumbua, lakini ilikuwa takiwa tubaki naye tu pale kama giant ya timu. National Rally wana wachezaji wa kongwe kabisa pale ambao waweze kuwauza ili kwa ajili ya anakuwa kama kocha mchezaji ndani ya uwanja. Simba ile ya miaka 4 walibaki na Erasto Nyoni aliyekaa kwenye ile timu zaidi ya miaka 11. Sawa, lakini sasa hivi yuko championship Erasto Nyoni naye. Ndio. Mambo ni mengi kweli ambayo yanaendelea. Kwa performance ya hizi timu zingine tuzungumzia, ukiachana na Simba au tumeelezea uchumi, anguko lile ambalo liliwakumba, lakini pia Young Africans ndio kama hivi kuna sehemu alijichanganya. Singida Black Stars pamoja na Azam. Nini ambacho umekibaini kwa upande wa hizi timu ukiwa kama mdau wa soka? Kwanza mimi nawashukuru na wapongeza wale watu kwa jinsi walivyojitahidi. Unajua mashindano haya ya klabu bingwa au kombe la shirikisho, timu yote inaposhiriki isipokaa vizuri huwa inashuka mpaka daraja. Budget yake ni kubwa sana. Na wachezaji wanaletewa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa. Azam kwanza kwa mara ya kwanza kwa miaka yao 11 walioshiriki ligi kuu. Kwa sababu wamepanda 2000 na nafikiri kwenye 2000 na ngapi? 2011 nafikiri. Lakini safari ndio mara ya kwanza kuingia group stage. Maana msimu ujao Azam watakuwa wako vizuri zaidi. Lakini Singida pia tuangalie Singida wamejitahidi kadri ya uwezo wao mpaka hapa walipofika. Wanaonyesha namna gani mpira unatakiwa uende. Nafikiri msimu ujao Mungu akisaidia wakarudi tena mara ya pili, unaweza kufika robo finali. Zungumza na wadau wa soka kwa pamoja na Watanzania, wananchi, Young Africans, lakini pia kwa Simba na wengi walitamani mbaki wote kwa pamoja. Ni kwamba sasa haya mambo yameshapita. Tulichobakiza sasa hivi sasa ni kushiriki ligi kuu, lakini na TFF sasa mambo ya viporo waviache.
kwa sababu timu ina mechi 8, timu nyingine ishamaliza raundi ya kwanza, haileti afya ya mpira. Lakini pia sisi wana Mwanza tuipe support timu yetu ya Pamba ya Mwanza, ili angalau Pamba anafanya vizuri, na ikifanikiwa basi cheze na yenyewe top 4, ili mwaka kesho tuone mashindano ya kimataifa yakija Mwanza hapa. Unaiona Pamba inaweza ikafika top 4? Inaweza ikafika na ikamaliza. Kamaliza vizuri, kwa sababu mpira, kwa sababu sasa hivi Pamba ukiangalia vizuri ina mechi ya Giant, mechi 3 hapa. Kuna mechi ya Azam, kuna mechi ya Simba na kuna mechi ya Yanga. Ajitahidi apatemo pointi 4. Anaweza akijipanga vizuri. Pamba wana timu kabisa. Haizungumzwi tu lakini timu wanayo. Sasa utaiona yule anadaka vizuri kabisa. Lakini si timu ya kushindana timu za kati. Sawa, hamna, mpira ni ule ule. Kinachomata pale ni mshikamano wa uongozi na washabiki wakijitolea kwa ajili ya kusupport Pamba. Kwa sababu nimeona Yanga na uwezo wake wote alienda kwa Mbeya City tukadraw. Na hakuna aliyetabiri, hata betting hao wanaofanya mambo ya betting hapo walijua kwamba Yanga anamfunga Mbeya City. Maafisa wawekezaji. Lakini si uliwaona hata juzi hapo, unaona Atletico alivyomfanyia Barcelona. Si kipigo cha mbwa koko kabisa kile. Kipigo cha mtu mkubwa anasema ni kumotea. Ilikuwa ni hatari. Sawa, tuzungumze kwako wewe. Wewe niliwahi kusikia story moja. Eti ni kweli, tuambie, lakini kwa kumalizia kwamba uliwahi kupigwa kisa Yanga? Hiyo ni mara nyingi kwa sababu ya ushabiki. Timu hizi zinapokuwa zinapata matokeo mabaya, kwanza timu inapofungwa kwenye kambi ya msemeshani, wachezaji waongei, viongozi waongei, washabiki msemeshani kabisa. Kwa chanzo cha kupigwa ilikuwa ni nini? Chanzo ni Yanga. Tukio lilikuwa ni nini? Sasa huko kwenye viwanja tu vya mpira, sio kwamba tunagombania habari ya Yanga ndio mpigane, hapana. Hatujapigana kwa sababu ya timu. Tunapigana kwa sababu mabishano tu. Tunalombana, mtu ana panic basi anarusha ngumi, basi mnapotezana. Na wewe unarusha. Lazima urushe sasa, lazima ujiamini. Omera.com bana, shukrani sana. Asante sana bana, karibu tena muda wote. Ushirikiano tutautoa. Kwanza kwa chombo chetu cha Jembe FM tunaipongeza kwa sababu kanda ya Ziwa imeteka. Ni chombo ambacho watu wengi wanakisikiliza sana, lakini itafute pia wadau kama sisi kutukaribisha kuja kuzungumza pale, ili watu wao wanasikiliza madini yanayotoka kwa washabiki nguli wakati ya Simba na Yanga Giant. Bana, nikusitu ya kwamba endelea kutufuatilia na kuendelea kusema nasi kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni Jembe FM TZ. Endelea kusema nasi. Jina langu naitwa Philemon Mawazo. Nyuma ya kamera ni Asha ambaye nilikuwa naye. Endelea kusema nasi. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.